part of this outpouring of the Holy Spirit, na kuwa sehemu hii ya Roho Mtakatifu, your life will never remain the same. maisha yako pia itabaki hivyo hivyo. The city of Halaba can never remain the same. Mji wa Halaba hautabaki jinsi ulivyokuwa. Your family will never remain the same. Jamii yako pia haitabaki hivyo hivyo. Your church will never remain the same. Na kanisa lako pia halitabaki hivyo hivyo. Business will never remain the same. Na maisha yako pia, biashara haitabaki hivyo. Your farm will never remain the same. Hata shamba halitabaki hivyo. Increase shall be your portion. Ya kwamba kuinuliwa ama kuongezeka itakuwa yako. Multiplication shall be your portion. Ya kwamba kuendelea itakuwa yako. Breakthrough shall be your portion. Ya kwamba ufunguo utakuwa wako. In Jesus' name. Kwa jina la Yesu. Clap your hand for Jesus. Pigia Yesu makofi. We have 12 prayer topics. Tuko na sehemu ya maombi. And we have 24 people that will pray that prayer. Na tuko na watu 24 ambao wako tayari kuomba kwa mji huu. 2 people will pray on each topic. Ya kwamba watu wawili watakuwa wanaomba kwa kitu kimoja. So we encourage you to rise up at that time. Na nataka ukainuke kwa huo wakati. And participate in that prayer. Na ukashiriki kwa hiyo maombi. For when we participate, kwa hivyo unaposhiriki, we have a corporate victory. Ya kwamba tunapata ushindi. The Bible says one shall chase 1,000. Ya kwamba Biblia inasema mmoja anafukuza 1,000. But 2 shall chase 10,000. Na wawili wanafukuza 10,000. So when you participate, kwa hivyo unaposhiriki, your miracle will come speedily to you. Ya kwamba muujiza wako utaenda kwako. Hallelujah. 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 At this time, let's bow down our heads to prayer. Na tuinamisha vichwa vyetu na tukaombe. Open up your mouth at this time and begin to talk to God. Fungua mdomo wako mahali uliko, anza kuongea na Mungu. Begin to tell him, I am here, Lord. Mwambie Bwana, niko mahali hapa. Lord, touch my life tonight. Kwamba Bwana nikuze jioni ya leo. Lord, revive everything that is dead in my life. Kwamba Bwana niinue kwa kila ambacho kimeingia kwa maisha yangu. Everything that is dead in my family. Fufua chochote ambacho kiko kwa jamii. Lord, fulfill your promise to me today. Ya kwamba Bwana, wacha ufanyike vyenye ulisema kwa jamii yetu. Every point of need. Ya kwamba kila hali ya maisha yangu. Open up your mouth and begin to talk to the Lord. Fungua mdomo wako, anza kuongea na Mungu. As I begin to pray. Ninasema anza kuomba. Hallelujah. Hallelujah. Father, in the name of Jesus. Baba, kwa jina la Yesu. We are your people. Tu hapa watu wako. We come before you this hour. Tumekuja kwako jioni hii. We need of your mercy. Baba, tumesikia neno lako. We need of your grace. Baba, tunahitaji neema We are yako. looking unto you. Tunaangalia kwako. All our families. Jamii yetu. The city of Halaba. Mji wa Halaba. The country of Kenya. Kwa ajili ya nchi. Today as we celebrate the independence of Kenya. Leo tunasherehekea Baba jamhuri yetu. Lord, we pray for this generation of Kenya. Kwa hivyo tunaombea jamii ya Kenya. Lord, we pray for the future generation of Kenya. Tunaendelea kuombea jamii ijayo. Lord, we declare Kenya for Jesus. Tunatangaza Kenya kwa Yesu. Declare our families for Jesus. Tunatangaza jamii kwa Yesu. We decree that our life shall be redeemed. Tunakubali maisha yetu itabadilika. Our life shall be redeemed. Maisha yetu itabadilika. Life shall not be sold forever. Maisha yetu haitaumia milele. To the works of darkness. Kwa ng'ambo ya giza. Our life shall be redeemed. Lakini maisha yatabadilika. Every city in Kenya shall be redeemed. Kila mji kwa Kenya utabadilika. The nation of Kenya shall be redeemed. Hata na wajamii wa Kenya watabadilika. Every bondage of corruption. Kila hali yote ya unyang'anyi. We translate this nation. Tunabadilisha mji huu, nchi hii. To the glorious liberty. Kwenye hali ya umoja. Of the sons of God. Na hata kwa uwepo wa Mungu. Lord, we thank you. Baba, tunakushukuru. Lord, we give you praise. Tunakupa sifa. Lord, you said in your word. Ulisema kwa neno lako. The book of 2 Chronicles. Kwa kitabu cha Wakoroniko wa pili. Chapter 7 verse 14. Mstari wa 7:14. If my people. Kama watu wangu. Call by my name. Wanaitwa kwa jina langu. Humble themselves. Watawacha mambo yake. And seek my face. Na kutafuta uso wangu. And turn from their wicked ways. Na kutoka kwa njia zao mbaya. I will hear from heaven. Nitasikia kutoka mbinguni. I will forgive their sins. Nitawasamehe dhambi. I will heal their land. Na nitaponya mji wao. Heal their land. Nitaponya mji wao. We have come today. Leo tumekuja. We are called by your name. Leo
tunaliitia jina lako tonight. leo jioni ya leo In the name of Jesus. kwa jina la Yesu. We pray unto you. Tunaombea We wewe seek your face. ya kwamba angalia Have watu mercy on us. ambapo wanaangalia, Forgive us all our sins. tusamee dhambi, Forgive us the sins of our city. tusamee dhambi ya mji wetu, Forgive the sins of our families. tusamee viini vya jamii yetu, Forgive the sins of the nation of Kenya. samea miti ambayo Kenya imetenda. Repent from our wicked ways. Tunaombea njia zetu mbaya, We repent as a city. tunaomba, tunatubu kama mji, Repent as a family. tunatubu kama jamii, We repent as a nation. tunatubu kama nchi, We repent as a church. tunatubu kama kanisa. Have mercy upon us. Kuwa na rehema kwetu Lord, fulfill your promise. Baba, achilie mambo Lord, hear yako from heaven tonight. yanatoka mbinguni leo. Hear from heaven tonight. Sikia kutoka mbinguni, Forgive our sins, Lord. tusamee dhambi zetu Bwana, Because only you can forgive our sins. maana ni wewe tusameaye. Lord, heal the land of Halaba. Baba, unaponya Lord, Galaba, heal the land of Halaba. unaponya Galaba. Lord, heal the city of Bungoma. Wewe ponya Bungoma, Lord, heal the nation of Kenya. ponya nchi ya Kenya, Let there be a change in the life of your people. In ili ukabadilishe maisha the yao name of Jesus. kwa jina la Yesu. Lord is saying your word. Baba, unasema kwa neno The righteous are in authority. ya kwamba mtakatifu ako na uwezo, The people rejoice. watu wako watafurahia. But when the wicked are in power, Kutoka kwa laana na nguvu, the people mourn. watu wako watalia. Lord, the next election for Kenya Huo ni ufufuo wa Kenya, coming in March next year. ikikuja mwezi wa 3 mwaka ujao. We lift up this election before you. Tunainua mbele zako Lord, we lift up that you choose the man that will be the president. Baba, ya kwamba utachagua atakayekuwa rais. Lord, we thank you. Tunalishukuru In the name of Jesus kwa Christ. jina la Yesu. Whoever is the righteous, Yeyote mwaminifu whom you have chosen, ambaye umechagua will be your servant. atakuwa mtumishi, Will lead the nation of Kenya. ataongoza Kenya, Will lead the people of Kenya. ataongoza watu. Lord, we release that person Baba, utaachilia in the wepo place of authority. kwa nguvu na uweza Obey you in kukuheshimu the name of Jesus. kwa jina la Yesu, So that your people can rejoice. ili watu wako That wakasherehee, rejoicing will come to the city of Kenya. watafurahia kuwa kwa miji ya In the name Kenya of Jesus. kwa jina la So that Yesu, mourning will be over. kwamba kulia kutaisha, So that mourning will be over. kulia kutaisha, So that problem will be over in Kenya. tabu itaisha Kenya, So that the yoke of wickedness will be broken. na hata manira ya jambi itaisha In the name of Jesus. kwa jina la Yesu. Lord, we thank you. Baba, Lord, tunashukuru, you said tunasema righteousness au will uaminifu uplift a nation. itakuwa kwa uchaguzi, But sin na dhambi is a reproach to any nation. hiyo itaenda kwa kila nchi. Lord, we release, oh Lord. Baba, tunaachilia Your blood will cover the city of Bungoma. Baba, itafunika Bungoma, Your blood will cover Halaba. damu yako itafunika All Galaba the cities of Kenya. na miji yote ya Cover the Kenya, city with the blood of Jesus. kila mji na damu ya We Yesu. release your righteousness over this nation. Tunaachilia wema wako In the kila name of mji Jesus Christ. kwa jina la Yesu. We remove the reproach. Tunaachilia wepo The reproach of sin. ujao wa dhambi, The reproach of corruption. ya kwamba ya unyang'anyi In the name of Jesus. kwa jina la Yesu. Release that this land is redeemed. Tunasema mji huu For umekombolewa Jesus Christ. kwa Yesu. And Father, Na Baba, as we release these prayer points, tunapokwenda kwa maombi we haya, know that the heavens are open. tunasema mbingu In inafunguliwa the name of Jesus. kwa jina la Yesu, And the prayers of your people na maombi ya watu wako have come unto you. yamekuja kwako In the name of Jesus. kwa jina la Yesu, In the name of Jesus. kwa jina la Yesu. Clap your hand for Jesus. Pigia makofi kwa Clap your hand for Yesu, Jesus. pigia Yesu makofi. Hallelujah. Haleluya. I'm going to ask the first team that will pray Tunataka kuomba kwa kikundi cha kwanza. the first prayer point we're going to pray. Kabla wao waende kuomba, I want the whole team to come in front ninataka kikundi yote wakuja hapa mbele, so that you will be praying with the other person that is praying. ili tukaombe, na kila mtu unahitajika kuomba na yeye. We want the person that will read the scripture to come upstairs and read the scripture. Ninataka mimi nitakuwa ninasoma hapa juu na nyinyi mnaomba, So you can use the mic. ili ya kwamba tukatumie kipaza sauti. Help her to come upstairs so she can have the light to come up. Amen. Amen. You stay on this side so you can have the light to read. I'm going to give you the mic. Amen. Okay, give me the mic, sister. Hallelujah.
Hallelujah. The first prayer point we pray, Ombi la kwanza tunaenda kuomba, we're going to pray for the mountain of religion. tunaenda kuombea mlima wa kidini. And our scripture is from James. Na kitabu chetu kinatoka kwa Yakobo. Chapter 1 verse 27. Mlango wa kwanza mstari wa 27. Hallelujah. Hallelujah. We now call the first team to come forth. Kwa hivyo tunaomba watu hao wakuje mbele. Are you ready? Amen. Amina. So after the first team pray, baada ya kuomba kwa kitu cha kwanza, we will do what is called harp and bow. Tutafanya kile kinasema kuomba na kufanya kuimba. Praise, worship and prayer. Ya kwamba tunaomba alafu tunaimba. We praise and worship God. Tunaomba na tunamwabudu Bwana. Then we pray. Na tena tunaomba. Then we praise and worship God again. Tena tunaabudu tena. Then we pray. Tena tunaomba. Amen. Amina. Hallelujah. Hallelujah. The first thing we pray on religion. Amen. Ya kwanza ni kuombea dini. Before they pray, kabla tujaomba, we're going to have our scriptures to be read. Tunaenda kusoma kwa Kiingereza. Read the scripture in English. Kwa Kiingereza. And then in Swahili. Na tena kwa Kiswahili. Then they will pray. Tena wataomba. Amen. Go forth. James chapter 1 verse 27. Yakobo 1 kuanzia mlango wa 27 inasema kwa Kiingereza. What God the Father considered to the pure and genuine religions is this, to take care of orphans and widows in their sufferings, and to keep oneself from being corrupted from the world. Dini iliyo safi isiyo na taka mbele za Mungu, bali ni hii: kwenda kuwatazama yatima na wajane katika dhiki yao na kujilinda na dunia pasipo mawaa. Tuombe. Baba, ninakushukuru, ninakuinua kwa sababu wewe ni Mungu. Baba, tazama kitabu imesema dini nzuri ni kutembelea wale yatima, wajane na wote ambao Baba hawana chochote. Yesu, ni usiku mwema ambapo tunasimama miguuni mwako katika andiko hilo, tukihitaji nguvu zako, tukihitaji Baba mamlaka, kwa sababu hakuna aliye kama wewe, hakuna tutakayemkimbilia, hakuna atakayetutetea tunapohangaika, tunapolia, tunapohuzunika. Hakuna mwingine atakayetufariji ila ni wewe Baba, unayetufariji katika njia zote, unatufariji katika matanga, unatufariji. Yesu, katufariji katika mioyo zetu. Yesu, katufariji katika makanisa. Kila dini nzuri ikatembelee yatima, kila dini nzuri ikatembelee Baba wewe wachane, kwa sababu wewe unawatambua, kwa sababu wewe ni mume wao. Asante Baba katika kila hali, asante Baba katika kila dini iliyo katika nchi yetu, katika kila kanisa iliyo katika mji wa Halaba, ninaiweka wakifu mikononi mwako. Halaba yote ninaiweka wakifu mikononi mwako. Achilia watu wako, achilia wale waliofungwa, achilia wale wanaoteswa, wakakutambue Baba, kwa sababu wewe ni Mungu. Asante kwa sababu unaweza, asante kwa sababu unaona, na ni katika jina la Yesu ninaomba na kuamini. Amen. Father, as we just continue to pray, we thank you, Lord God, that we lift up the religion unto you, Father. You said that pure religion and undefiled, Lord God, before God and before the Father is that we must visit the fatherless and the widow, Lord God, in their time of affliction. For Father, we thank you even right now that, Father, we will be obedient unto what you have told us according to James 1:27 in the mighty name of Jesus Christ. For Father God, it will keep us, Lord God, to be unspotted before the world. And Lord, we thank you that, Father, that you have given us a heart, Lord God, for the fatherless, a heart for the orphans, Lord God, a heart for the widows in the time of their suffering, in the mighty name of Jesus Christ. We thank you, Lord God, that we will be obedient unto you, oh God. And Father, when we see the orphans and when we see the widows, Lord God, we would extend, Lord God, not only our hands, but we will extend, Lord God, their needs to be met in the name of Jesus Christ. Father, we thank you that this is the religion that deals with the kingdom of God. And we thank you that, Lord God, in the kingdom of God, everything is provided for, Lord God, for the fatherless and the widows, in the mighty name of Jesus Christ. And God, we give you praise for it even on tonight, in Jesus' name. Amen.
Haleluya. Jesus. Pigia Yesu makofi kila mmoja. Clap our hands. Amina, pigia Yesu makofi. We're going to have a time of worship. Naenda kuabudu wimbo mmoja. Amen. Amina. Amen.